Naam, ikhtiana swali hapa baada ya salamu anasema kuhusu kuomba kufanywa ruqya. Nimesikia kwamba jambo hili litakunyima nafasi ya kuingia peponi pasi na hisabu. Ile hadithi ya 70,000 watu 70,000 yadkhuluna aljannata bighairi hisab, ambao wataingia peponi pasi na hisabu. Katika waliotajwa alladhina la yastarqun, miongoni mwa waliotajwa ni wale ambao hawaombi kufanywa ruqya, wala yatatayarun, wala hawajitabiri mikosi kwa ndege au kwa milio ya ndege, wa ala rabbihim yatawakkalun, na juu ya Mola wao wanategemea. Nadhani ukhti nakusudia hadithi hiyo. Je, ni kweli? Naam, alhadith thabit, hadithi imethibiti, na tutakuja kusoma mambo haya kwa urefu pia kwenye kitabu tauhid. Lakini wanachokisema ahlul ilmi kwenye hadithi ile si kwamba imeharamisha ruqya, bali inazungumzia lililokuwa bora katika ruqya. Lililokuwa bora katika ruqya ni kutokuomba wengine kufanyia ruqya, kwa sababu hiyo pengine inaweza kaashiria juu ya dhaifu wal ajz. Lililokuwa bora kama ni ruqya jifanyie mwenyewe, lakini haina maana kwamba haifai kumwomba mtu wa kufanyia ruqya, yafaa. Kadhalika wanachokisema ahlul ilm katika maana yake ni adamu al-iktharu min al-istirqa, ni kutokithirisha jambo la kuomba ruqya. Ikawa omba sana kufanyia ruqya, leo nifanyie, kesho, wakithirisha jambo hilo, hilo jambo halitofaa. Lakini hadithi hii iko kama ilivyosimama. Miongoni mwa watu bora ni wale ambao hawawaombi wengine kuwafanyia ruqya, wala hawajitii mikosi kwa ndege, na kwa Mola wao wanategemea. Ni kwamba mtu kutokuwaomba wengine kumfanyia ruqya, hilo ni bora zaidi kuliko kuomba, na anaingia katika jumla ya hao wenye fadhila. Kwa hivyo ni jambo la kujipamba nalo. Swali hapa sasa, je, kwa mtu mwenye kumuomba mwingine kumfanyia ruqya ndio haifai kwa hadithi hii? Hapana, wanaochuoni wanasema inafaa, lakini huyu anayeomba kufanywa ruqya na mwingine kazidiwa ubora na yule asiyeomba. Basi kadhalika hadithi hii yatufundisha haifai kukithirisha kuwaomba wengine kufanya ruqya. Huo ni udhaifu katika upande wa tauhid wal i'timadu ala Allah azza wa jalla, ndio maana yake. Swali limekuja hilo. Amin. Ustadha anauliza hapa, kana Rasul sallam, tumesoma hadithi hii, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha ishtaka minna insanun masahahu biyaminihi, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam pindi anapougulia katika sisi mtu humfuta kwa mkono wake wa kulia. Kwanza ifahamike hadithi hii Aisha anawazungumzia insanun min ahli baitihi, hawa ni watu katika watu wa nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na shurah wote wameeleza hivi. Mtume alayhi salam alitumia ruqya kuwatibu watu wake wa nyumbani, kadhalika aliwatibu watu wengine katika wagonjwa ambaye ima wakiletwa kwake wanaumwa au akaenda kuwafanyia ziara wakiwa wanaumwa. Ama hili la kufanya mashi limehusishwa na watu wa nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lakini kadhalika na wale ambao inafaa kuwafanyia mashi, ikiwa katika rijali mathalan, kama ni katika wanaume au watoto wadogo, itafaa. Kwa hivyo wanawachuoni hawajafungua mlango. Hadithi hii inawahusu watu wa nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na wale ambao yafaa kuwagusa katika rijali na watoto wadogo.
lakini pia wanasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yuqasu bighairihi, afanywe kiasi na mwingine katika yale anayoyafanya. Sasa swali lako hapa, vipi kuwasomea ruqya watu wa kando, kama tunavyoona baadhi ya wasoma ruqya, mtu asoma ruqya akamgusa akamshika kichwani, au mwingine akamtia makofi wakati anasoma, kwamba huyu shetani atakupigwa, akampiga, mwingine akamtia roba. Tumeona haya, shetani kapanda, shekhi anaruka mtia kabali, alafu anayemsomea ni binti, wananyongana pale, aambiwa kamkaba shetani. La, haya ni katika mambo yaliyokatazwa. Sheikh Rabi katika risala yake ahkamu ruqya waruqat, risala saghira, kazungumza vizuri mambo pale. Lamsul mar'a al-ajnabiyya haram, kumgusa mwanamke ajnabia ni haram, ila kwa dharura ambazo zinakadiriwa na sheria kwa viwango vyake, katika mambo ya matibabu na mambo mengine. Kwa hivyo asli hakuna kugusana katika ruqya, ila kwa wale ambao ni halali kuwagusa. Utasoma tu, kinachotakiwa pale ni ile Qur'ani unayoisoma na zile adhkar unazosoma na ule ukweli ulio ndani ya moyo wako wewe msomaji, ile quwwatul iman, na huyo mwenye kusomewa ile quwwatul yaqin, na wala sikugusana. Huu mlango ni mlango umewatelezesha watu wengi sana. Ulizia habari za wafanyaji ruqya, utapata maneno ya yaqini. Waliojitia kimbele mbele katika jambo hili, wakawagusa wanawake wasiokuwa halali yao kwa lengo la kuwafanyia ruqya. Mwingine asema mpaka si mafuta gani sijui, kwanza mpaka vidoleni, kwenye ncha za vidole vya mikono, mpaka mafuta hayo ncha za vidole za miguu. Wengine anapaka katika mwishoni mwa nywele, amwambia pia funua nywele zako, wapaka katika ncha za nywele. Hadha kulluhu la yasih, yote haya hayafai. Unaelewa? Naam, tutaishia hapa leo, darasa yetu imeisha. Darasa inayofuata inshallah ya kesho itakuwa ni al-matlabu thani at-tamaimu, katika mambo aliyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam ili kuulinda upande wa tauhid ni kuharamisha mambo ya hirizi. At-tamaimu, hirizi. Darasa hii ni ya kesho inshallah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka